الله أكبر. Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na tunaitazama Mashariki ya Kati, ambapo vyanzo vya ndani nchini Yemen vimeripoti habari ya kujiri mashambulizi ya mizinga na makombora kutoka nchini Saudi Arabia dhidi ya nchi hiyo jirani yake. Lakini je, Saudi Arabia imeanza tena mashambulizi dhidi ya Yemen na nini ambacho kitatokea? Vyombo vya habari nchini Yemen vimenukuu duru za kiusalama zikisema kuwa mashambulio hayo ya makombora na mizinga ya Saudia yamelenga maeneo kadhaa ya mkoa wa Saad kaskazini magharibi mwa Yemen. Hakukuwa na maelezo ya kina kuhusu athari za mashambulizi hayo. Hata hivyo, baadhi ya duru za habari zimeeleza kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu katika eneo hilo. Hakuna taarifa iliyotolewa kuhusu idadi ya wahanga na majeruhi na mashambulizi hayo mapya ya Saudia ambayo yalikuwa yamesita kwa miaka kadhaa. Haya yanajiri huku Marekani ikiongoza majeshi yake dhidi ya Yemen, hasa wakilenga kundi la wapiganaji wa Kihouthi. Marekani imeongoza majeshi ya magharibi kufanya mashambulizi makali ya anga dhidi ya nchi hiyo masikini ya Kiarabu. Maelfu ya raia wengi waliokuwa na watoto na wanawake wameuawa na mamilioni ya wengine wamekuwa wakimbizi kutokana na mashambulizi ya Saudi Arabia na washirika wake dhidi ya Yemen. Serikali ya Sanaa imeitaka jamii ya kimataifa kuziwajibisha Tel Aviv, Washington na washirika wao kwa vitendo vyao vya uchokozi, huku ikionya kuwa mashambulizi yanayoendelea kufanya yanaweza kuwa na athari mbaya kwa pande zinazohusika. Jeshi la Yemen hata hivyo limesisitiza kuhusu azma yake ya kusimama na kuwapa himaya wananchi wa Palestina na Lebanon bila kujali mashambulizi na uchokozi wa Israeli pamoja na Marekani. Marekani imekula kiapo juu ya kuliangamiza kundi la wapiganaji wa Kihouthi. Hata hivyo, inadaiwa kwamba huenda ni Marekani ambayo imetengeneza mashambulizi hayo kutoka Saudi Arabia. Ikumbukwe, katika siku za hivi karibuni rais wa Marekani Donald Trump atazuru nchini Saudi Arabia katika kipindi cha mwezi wa Mei, na ni safari ya kwanza ya kimataifa tangu kuanza kwa muhula wake wa pili kama rais wa Marekani. Inadaiwa kwamba Saudi Arabia imechukuliwa kuwa mahala pazuri pa mazungumzo kati ya Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Hasa wajumbe kutoka Urusi na Marekani tayari wamefanya mikutano huko Riyadh. Licha ya mawasiliano haya ya kidiplomasia, ikulu ya White House hadi sasa imejizuia kufichua rasmi malengo ya ziara ya Trump, lakini wachambuzi wa mambo wameenda mbali kusema kwamba huu ni mpango wa kuweza kuiharibu eneo la Mashariki ya Kati kwa kutengeneza vita vya Waarabu. Hata hivyo, ikumbukwe miaka ya hivi karibuni Saudi Arabia ikishirikiana na Umoja wa Falme za Kiarabu zilifanya mashambulizi ya ndani kabisa kwa ajili ya kupambana na kundi la wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen, lakini walishindwa kupambana na Wahouthi na mwisho wa siku hawakupata msaada kutoka kwa Marekani. Na wakati huu ambapo kumekuwa na mashambulizi yaliyotoka nchini Saudi Arabia, wachambuzi katika maeneo ya Mashariki ya Kati wanasema kwamba hali ya Mashariki ya Kati itakuwa ngumu sana, na hii itayafanya baadhi ya mataifa kama vile Iran kuibua tena hisia zao kama ilivyotokea na kusababisha mgongano wa maslahi kati ya Saudi Arabia na Iran. Katika kipindi hiki eneo la Mashariki ya Kati, licha ya kwamba Saudi Arabia inatajwa kama taifa lenye uchumi mkubwa na lenye mvuto, lakini Iran wakati huu inaonekana kuwa ndio taifa ambalo ni tegemezi na ambalo lina uwezo wa kufanya maamuzi magumu, na hivyo Marekani inaungana moja kwa moja katika kipindi hiki na Saudi Arabia katika kuhakikisha makundi ya wapiganaji yanaisha, na huo ndio mpango wa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Axios, lengo kuu la safari hiyo ni kuimarisha ushirikiano na nchi za Ghuba ya Uajemi na kujadili njia za kuweka hali ya utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Inafaa kuashiria kuwa Saudi Arabia pia ilikuwa kitovu cha ziara ya kwanza ya kigeni ya Trump wakati wa muhula wake wa kwanza kama rais mwaka 2017. Wakati huo uchaguzi wa Riyadh ulionekana kama ishara ya kusisitiza umuhimu wa kistratejia wa eneo hilo kwa Washington. Vyanzo vilivyotajwa na Axios vinaonyesha kuwa safari hiyo hapo awali ilipangwa Aprili 28, lakini imeahirishwa hadi katikati mwa mwezi Mei.
Hata hivyo, Marekani bado mpango wake ni kuona kundi la Wahouthi ambalo limeazimia kufanya mashambulizi dhidi ya Tel Aviv linakomeshwa ipasavyo, na imeiambia Israel kwamba isifanye shambulizi lolote dhidi ya kundi hilo la Wahouthi, ambapo Marekani itapeleka vifaa maalum na makombora maalum na ndege za kivita kuishambulia nchi hiyo ya Yemen, hasa kulilenga kundi la Wahouthi. Endelea kuwa nasi mtazamaji, tutaendelea kukujuza nini ambacho kinatokea wakati huu juu ya mashambulizi hayo yaliyofanywa na Saudi Arabia kwa taifa hilo la wa Yemen. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.